Ninakusalimu popote ulipo mpenzi mtazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News TV. Hujambo? Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Kuna taarifa ya mipango ya kumthuru mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Na mipango hii inapangwa na hii serikali ambayo iliweza kuwatoa uhai wananchi zaidi ya 10,000 mwaka uliopita, kipindi cha kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi. Sasa mtoa taarifa ni mtu wa kuaminika. Yule ambaye ameweza kutoa taarifa hizi za ndani ni mtu wa kuaminika, na mara kwa mara huwa anatoa taarifa za uhakika, na kwa kikweli ameelezea kwa kirefu mpango uliopo wa kumpa Tundu Lissu chakula kitakachomdhoofisha. Wanataka kumdhoofisha Lissu ili wamwache awe dhaifu, ila mkuu wa magereza hili pendekezo hajaweza kulikubali. Mnaelewa, Tundu Lissu ameshikiliwa katika gereza la Ukonga, na mtazamaji wangu, taarifa hizi zimeweza kutolewa kipindi ambapo Samia atafanya ziara siku ya Jumamosi tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2026 katika chuo cha taaluma ya urekebishaji Tanzania Ukonga, Dar es Salaam, na yeye ndiye atakuwa mgeni rasmi anayetarajiwa. Sasa Samia atakuwa anaelekea upande wa Ukonga chuo cha taaluma ya urekebishaji wa tabia Tanzania Ukonga, kipindi ambapo kuna mpango wa kumdhoofisha Tundu Lissu. Jinsi ambavyo unaona hapo, Maria Sarungi akachapisha hivi: taarifa ya kumdhuru Lissu. Mtoa taarifa huyu huwa anatoa taarifa za uhakika, na ameelezea kirefu mpango uliopo wa kumpa chakula kitakachomdhoofisha Lissu ili wakimwachia awe dhaifu, asija kawa na nguvu za kushiriki katika siasa za taifa letu la Tanzania. Kwa kifupi, wanasema kwamba mkuu wa magereza akikubali hilo ombi la kumchanganyishia vitu ambavyo ni kama sumu ya kumdhoofisha Lissu, watampiga huyo mkuu wa magereza, ama watampa mkuu wa magereza uhamisho. Sasa yule mwenye ameweza kutoa hizi taarifa akaandika hivi: mkuu wa magereza ama mkuu wa gerezani yupo kwenye shinikizo kubwa la kuachia mwanya wa uharibifu kwa Lissu. Wanataka wafanya kama walivyofanya kwa Mwakyembe na Lowassa. Shinikizo la kutoka likiwekwa, basi atoke akiwa dhaifu, hana uwezo wa kufanya lolote kupitia vyakula na maji atayoanza kupelekewa kuanzia sasa. Unaona, huyu mwenye ameweza kueleza hizi taarifa, mtazamaji wangu, anasema kwamba
mkuu wa magereza anazidi kupewa shinikizo na utawala huu ili aweze kupeana kanafasi Lissu aweze ama waweze kumdhuru Lissu, na si eti kwamba watamuua papo hapo, bali watamwekea sumu kwenye chakula, sumu ambayo itamdhoofisha polepole, na shinikizo la kumwachilia kutoka gerezani litakaposhika kasi, watamwachilia basi akiwa dhaifu na hata kuwa na nguvu za kupanda jukwani kushiriki siasa. Kwa hivyo unaona, wanasema kwamba kuanzia chakula, maji, yote wanataka kumnywesha Lissu vitu vibaya. Kwa hivyo taarifa hizi zikaendelea kusema kwamba msimamizi wa magereza wa kanda ya Dar es Salaam ameshaingia kingi. Sasa kila mara anamuita mkuu wa gereza kumwambia akubali mchongo, kisha ahamishwe. Atahakikishiwa usalama wake na pia atateuliwa kuwa balozi ama vyovyote kadiri itakavyopendezwa na mamlaka ya uteuzi. Kwa hivyo unaona, yani kuna watu ambao wanaketi mahali wanapiga hesabu ya kumtoa mtu uhai, alafu baadhi ya watu fulani wapandishwe vyeo. Sasa hebu acha nikuulize, wewe ni mkuu wa magereza, eti unakubali kumtoa uhai kiongozi ndiposo uweze kuteuliwa kama balozi? Hata hicho cheo ambacho utateuliwa kuwa balozi hautakuwa na amani. Hata ukiteuliwa kwenye cheo chochote hautakuwa na amani. Chapisho hili likaendelea kusema kwamba kwa hiyo ukiona mkuu wa magereza amehamishwa pale kuanzia wiki zijazo, jua ameshalamba na ameshatekeleza mpango, na huyo ndio amekuwa kikwazo kwa hawa mbwa, maana ameshapelekewa mpango zaidi ya mara 16 na anapiga chini. Unaona, mkuu wa gereza mkuu wa gereza kanda la Dar es Salaam amekuwa akiagizwa aachilie mwanya kwa zaidi ya mara 16, yeye amekataa. Lakini bado wale ambao wanamuomba waachilie nafasi hawajafa moyo, wanazidi kumshinikiza. Kwa hivyo huyu mwenye ameweza kutoa taarifa hizi anasema kwamba mkiona mkuu wa gereza kanda la Dar es Salaam ameweza kupigwa transfer kwa lugha ya Kimombo ama ameweza kupata uhamisho kwa lugha ya Kiswahili, basi jua ameshakubali kulamba dili ambalo aliweza kupewa na serikali. Wacha nikuulize, lakini tukimalizia, wale watu ambao wanapanga kumtoa uhai Lissu kwa kumpea chakula chenye sumu watapata faida gani baada ya kumdhoofisha Lissu? Mimi ninafikiri kwamba kuna demokrasia katika taifa letu inayoruhusu kila mmoja ashiriki siasa zake. Wamemkamata, wamemweka ndani kwa makosa ya kubambikiza, na hichi ndicho kiliweza kuchangia wananchi wakapasuka na wakalipuka katika maandamano ya mwaka uliopita. Samia hajaweza kujirekebisha. Ripoti ya juzi ambayo iliweza kutolewa na Jaji Chande, ripoti mbovu kabisa. Serikali imejaribu sana, imestruggle kupembeleza wananchi wasilipuke kutokana na ile ripoti ya Jaji Chande. Alafu tena wanataka kumwaga mambo mengine kwa kuomba kuachiliwa nafasi kumdhuru Lissu. Wanafikiri kwamba wakimumaliza Lissu watakuwa na amani, Tanzania italipuka. Tayari mchongo wao umekwisha julikana. Lissu ni kiongozi ambaye tuko na yeye
na hatuwezi tukakuwa na kiongozi mwingine ambaye anajali Tanganyika kama Lissu. Viongozi wa CCM wao wanasikia vizuri, wanafurahia jinsi ambavyo Lissu yuko kwa jela, si ndio? Lakini wasifikiri hili wazo la kumtoa uhai Lissu walitekeleze, wasije wakafikiri kwamba watalitekeleza alafu wapate amani. Kutalipuka, kutalipuka. Kabla nchi za kigeni hazijaweza kulipukia Samia, nchini mwetu yenyewe italipuka. Pale gerezani Lissu yuko mikononi mwa Mungu peke yake, ndiye anamlinda, sababu hawa mbwa wanaweza wakafanya chochote, mpaka huu mpango ambao wanaupanga. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji?